Agizo la huruma lililotolewa na serikali linajumuisha kufutwa kwa bili ya matibabu ya shilingi za Kenya 815,000 Boniface Kariuki, muuza barakoa aliuawa kwa kupigwa na risasi, ambaye alikaa kwa wiki mbili katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta KNH kabla ya kufariki kutokana na jeraha la risasi. Waziri wa afya Aden Duale alithibitisha msamaha huu wa bili na kuelekeza KNH ichukue gharama zote za matibabu na kuzilipia kupitia mfuko wa dharura wa maafa ya hospitali hiyo. Maandamano hivi karibuni yaliyofanyika Nairobi tarehe 17 na tarehe 25 Juni mwaka 2025 yalisababisha majeraha na taharuki kubwa kwa Wakenya wengi. Kama wizara tunatoa pole zetu kwa wote walioathirika na tumejizatiti kuhakikisha wanapata huduma na msaada wanaohitaji, alisema Duale. Kwa sababu hiyo nimeagiza uongozi wa KNH kufuta bili zote za wagonjwa walioumia wakati wa maandamano na kuharamia matibabu yao kupitia mfuko wa dharura wa hospitali hiyo, aliongeza. Maandamano hayo yalishuhudiwa zaidi katika eneo la katikati ya jiji la Nairobi CBD, ambapo kuliripotiwa ukatili mkubwa wa polisi na uhalifu uliotekelezwa na wahalifu waliopenya kwenye maandamano hayo, ikiwa ni pamoja na uporaji wa maduka na wizi wa wazi kwa raia. Hata hivyo, tukio kubwa lililotawala maandamano ya Juni 17 ni la Kariuki aliyopigwa risasi kwa karibu na afisa wa polisi. Kariuki alinusurika kimeujiza na kukimbizwa KNH ambako alihifadhiwa ICU kwa siku 5 na kupokea matibabu ya hali ya juu. Takriban wiki mbili baada ya kupigwa risasi, madaktari walieleza kuwa amefariki, ubongo ni brain dead, huku msemaji wa familia akibainisha kuwa ubongo wake haukuwa ukifanya kazi tena. Kariuki alifariki Jumatatu ya siku ya jana, ni Juni 30 saa 9:15 alasiri, huku familia yake ikisema kuwa bili ya hospitali ilikuwa imekwisha kufikia zaidi ya shilingi za Kenya milioni 3.5, tofauti na madai ya waziri Duale kuwa bili ilikuwa ni 815,000. Huduma za dharura jijini Nairobi ziliripotiwa kuwa watu 300 walijeruhiwa Nairobi pekee na 67 kati yao wakiwa katika hali mahututi. Na akizungumza baada ya maandamano hayo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alisema kuwa maandamano hayo yalikuwa jaribio la mapinduzi na akaahidi kwa serikali itachukua hatua kali dhidi ya wale waliopanga kuchochea vurugu hizo. Hiyo ni SNS Management.